Niwapongeze sana Mambukusi na timu yake kwa kuonyesha utanzania halisi na kuipenda Tanzania yetu kwa moyo wote. Nawapongeza sana na watia shime, waendelee na kazi hii. Ni kazi ya heshima, ni kazi ambayo itakuwa kwenye kumbukumbu za historia ya taifa hili, kwamba kuna Watanzania walisimama wakatetea nchi yao katika swala la katiba, kupata katiba mpya, katika swala la kupinga mkataba mbovu wa IGA ambao ni kuhusisha kampuni ya DP World inayotajwa huko kama ndio kweli au ni kitu kingine, na swala zima la uhamishaji wa wananchi kwenye ardhi yao ya asili, hasa pale Loliondo na kwingine kote ambapo watu wananyang'anywa, wanaporwa ardhi yao, wanapewa wageni. Kwa kweli ni kazi nzuri ya heshima na ni mapambano mazuri sana ya kutafuta uhuru wa pili wa taifa letu. Na kwa siku ya leo katika hii mada yetu ya kuhusiana na maandamano, kwangu mimi kikubwa nataka tu niwatie shime wananchi wa Tanzania, na hasa niwatie shime vijana wa kike na wa kiume wa taifa hili wote wa vyama vyote, wa dini zote, wanaotoka mahali popote, wanaoishi mjini na vijijini, popote walipo, kwamba hii ni fursa yao, hii ya maandamano ni fursa yao ya kutetea nchi yao kwa sasa. Kwa sababu mimi naamini kwamba vijana ni taifa la leo na sio la kesho, ni taifa la leo, na ndio hasa wanaotegemewa kufanya mambo makubwa kwa ajili ya taifa lao la leo na kwa ajili ya vizazi vijavyo, taifa la kesho, yani watoto wao na watoto wa watoto wao. Wasimame, yani vijana wasimame bila woga, kwa sababu ajenda hizo 3 zinazopiganiwa kwa ajili ya maandamano haya ni ajenda nzito zenye nafasi muhimu katika taifa la Tanzania, na yule yoyote ambaye anaamini ni Mtanzania halisi, ni Mtanzania halisi anayeipenda nchi yake, anayetamani nchi yake ilivyo sasa kuwe na mabadiliko ambapo rasilimali za taifa hili zitakuwa zinanufaisha Watanzania wote, ni wakati wake kupitia maandamano haya kutoa sauti yake. Na kila Mtanzania, nikiwasa nazungumza kuhusu vijana kwanza, maana naamini vijana kwamba wanaweza na wana nguvu na wanaweza kufanya mambo ya tofauti katika zama hizi za teknolojia, kwamba kila mmoja ajisikie kwamba kutokushiriki maandamano haya atakuwa amekosa kuandikwa katika historia ya nchi. Kwa namna nyingine niseme hivi, kila mmoja, kila kijana wa Tanzania wa kike na wa kiume ajione kwamba ana fursa, akishiriki maandamano haya atakuwa ameandika historia yake ya kipekee ya kupigania ukombozi wa pili wa taifa hili kwa namna yoyote ile. Yani afanye kila juhudi aweze kushiriki tembea kilomita 5 kwa ajili ya jambo hilo. Ni jambo la heshima kubwa. Vijana naomba washiriki. Sisi ambao tumefika umri sasa tunaelekea 70, tulianza ukombozi tukua vijana wadogo ambao tujafika hata miaka 18. Unapata hamasa kubwa sana ya kutetea nchi yako. Unapata kujifunza mengi sana kuhusu kupenda nchi yako. Unajifunza mengi sana kuhusu utu, maana ya utu, maana ya heshima ya binadamu. Vijana wengi na watu wengi sasa hivi ambao wanachukua hizi fursa za kisiasa na kuwa viongozi wetu wa siasa, wengi wameshindwa kusimamia kikamilifu rasilimali za taifa, nahisi, kwa sababu wengi hawakushiriki katika ukombozi wa kweli kupigania nchi hii, na ule utaifa wao kabisa wengi hawakushiriki kusimama. Naamini watu wengi, kwa mfano hata waliokuwa Matano Youth League ambao walishiriki kikamilifu, wengi naamini wengi hawajabadilika sana misimamo yake. Ukimwangalia mzee Warioba hajabadilika sana msimamo wake wa utaifa wake. Ukimwangalia waangalia wale wazee wengi tu ambao umeona wakisimama, ule wa Mwalimu Nyerere kwa mfano,
ni watu ambao walishiriki toka ujana wao kujua kwamba kupigania nchi kwa namna mbalimbali, hawajabadilika. Wala ambao unaona wamepita au kushiriki kikamilifu katika ukombozi, wameingia kwenye masuala ya uongozi, wanafanya vilivyo hivi, ni kwa sababu hawakushiriki kikamilifu katika kujua maana ya utaifa na maana ya kuipigania Tanzania. Na ndio sababu unaona wanafanya hivyo vitu vya ovyo. Kwa hiyo na wasi wa vijana wote, sio kama ninasikika Speaker Maria? Ndio, nasikika. Kwa hiyo nazungumza na vijana kwanza, kwamba vijana wa kike na wa kiume waione hii fursa ya maandamano kama ni fursa yao ya kuandika historia yao. Kila anayeshiriki aandike historia, aone kwamba ameposti kama historia yake, aanze kuandika kitabu chake cha kwamba yeye ni Mtanzania halisi na ameshiriki katika mapambano ya kuipigania Tanzania mpya. Ili yule ambaye atashiriki atakuwa amejiona kwamba hakushiriki, na aweke kumbukumbu yake na picha yake na kila kitu chake. Kuna siku atakumbuka, ataandika kitabu chake cha namna nyingine, kwa sababu mabadiliko yanakwenda kutokea, na wahakikishia mabadiliko yanakwenda kutokea Tanzania, na kuna watu wataona aibu kutoshiriki katika mapambano ya kuleta mabadiliko haya. Kwa hiyo na wahasa vijana wote wa kike na wa kiume watafute namna hiyo. Kwa wazee wa umri kama wa kwangu, wenye uwezo wa kushiriki washiriki bila woga, na waatie vijana wao shime washiriki. Najua wako wazee wengi wanaweza kushiriki, wanaweza kutoa busara, wanaweza kusimama na wakaunga mkono na wakafanya hilo jambo. Ni jambo la kuikomboa Tanzania, ni jambo la kuikomboa taifa letu. Wote tukisimama namna hiyo, Tanzania yetu itabadilika. Tatizo tulilonalo wa Tanzania, ambalo nalizungumza kila siku, ni kuendekeza uoga usio na walazima, yaani uoga ambao haupo. Vitu ambavyo tumeruhusiwa kikatiba, sisi tunauogopa. Tunaogopa, yaani kwa mfano tunaweza kuogopa wahalifu, badala ya wahalifu kutogopa wananchi, eti sisi wananchi tunawaogopa wahalifu. Ni kitu cha aibu na cha ajabu. Ni kitu cha aibu na cha ajabu. Ni lazima tutambue kwamba hatuna sababu yeyote ya kumuogopa mhalifu. Hatuna sababu yoyote ya kumuogopa mhalifu, kwa sababu sisi wananchi kwa umoja wetu ndio wenye mamlaka ya mwisho kuhusiana na rasilimali za taifa hili, kama rasilimali za bandari, rasilimali za maji, rasilimali za misitu, rasilimali za ardhi, rasilimali zozote za nchi hii. Kwa mujibu wa hizo sheria zilizopo na namba 6, namba 5, zote tumepewa mamlaka kwamba sisi ndio wasimamizi wa mwisho. Kwa hiyo hatuna sababu ya kumuogopa mtu yoyote ambaye atakuwa amezitoa kwa sababu tu amepewa madaraka ya uongozi. Ni lazima tuwaambie, na njia pekee ya kuwaambia ni maandamano ya amani, ya kuambia kwa amani. Tumevaa nguo yetu kwa amani na ina maandishi kwa amani, na kila mmoja asimame hivyo. Kwa hiyo vijana, simameni. Kama unatafuta hela yako ya kuvaa nguo yako nyeupe, tafuta namna ambayo utaandika ujumbe wako mzuri ambao hauna uchochezi. Unatetea ardhi, sema. Unatetea katiba mpya unaitaka kabla 25, andika. Utaki mtu yoyote awe Masai, awe kabila yoyote wengine aondolewe kwenye ardhi yake, apewe mtu mgeni, sema hivyo. Hakuna neno lolote utakuwa umefanya vibaya. Uko ndani ya katiba na ndani ya sheria. Kwa hiyo vijana wasimame. Nimemalizana kwa vijana. Lakini nije kwenye namba ya pili. Tumekuwa na madhehebu ya dini, na tumeona katika madhehebu ya dini, tumeona si kama nasikika? Ndio. Unasikika. Tumeliona kanisa Katoliki likituongoza vizuri. Manake kanisa hili linatambua kwamba hakuna roho bila mwili. Kuna mahitaji ya kiroho na kuna mahitaji ya kimwili. Mahitaji hayo ya kimwili, hayo ambako ndo roho iko, ni lazima mwili huu utunzwe, ardhi yetu iwepo, bandari iwepo, watu wawepo kwa amani, ndio mwili unastawi. Naomba kanisa hili kama limetuongoza vizuri katika lile jambo la mkataba wa bandari
na kwenye jambo hili la maandamano watuongoze, watangazie watu wao kuanzia kwenye nani jumuiya za chini tutakuwepo. Hata sisi ambao sio Wakatoliki tutakuwa na Wakatoliki kwa sababu tumeona ni kanisa linalotuongoza. Kwa hiyo madhehebu mengine yote tuwaunge mkono wanapohamasisha watu wao siku hiyo na maandamano popote tulipo, tutoke nao na kama wako maaskofu tunaomba siku hiyo wavae majoho yao meupe waje kwenye maandamano, tuwe pamoja kwa sababu tunatetea bandari ile ambayo wanaitetea, tunatetea katiba mpya najua na yenyewe wameitaja, tunatetea usalama wa wananchi Loliondo na mahali pengine wawepo. Kwa hiyo ndio wito wangu kuwaomba kabisa kanisa Katoliki, na nafikiri wanaelewa vizuri na nafikiri wako na sisi. Mimi ndio kanisa nafikiri linasimama kwa ajili ya wananchi na linaelewa jambo hilo, watusaidie, watuongoze, tuwe nao katika maandamano, tuweze kutafuta ukombozi wa pili wa taifa letu. Kwa sababu kama hatukusimama kama taifa, kama hatukusimama kama madhehebu ya dini, kama hatukusimama kama wananchi wa kawaida, hatuwezi kuleta ukombozi wa pili. Nitarudia kwamba ukombozi wa pili wa nchi yetu, tunakomboa nchi yetu toka makucha ya manyang'au ambao ni mataifa ya nje ambao naungana na kikundi kidogo cha watu wa nchini kwetu kupora mali zetu, kwa sababu ya hali halisi kwamba nchi yetu sasa hivi iko kwenye vyama vingi, lakini inaongozwa vyama vingi bila kuwa na katiba ya kuongoza vyama vingi. Inatumia katiba ya chama kimoja kuongoza mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo umekuwa na huo mwanya kwamba makuadi wa kidunia wanaotumia uwekezaji wizi wanakuja kushirikiana na wachache katika nchi yetu kwa kuwapa mafedha kidogo kidogo au kwa kiasi. Kwa hiyo nchi yetu inabaki hapo tulipo, wengi tukiwa na shida. Kwa hiyo watusaidie kanisa Katoliki kwa kusimama katika hii, kutoa kauli ya wananchi, isiwe ni kwenye waraka tu, lakini wote tusimame sasa, tuwe waraka wa kutolewa na watu kwa kuvaa nguo zetu nyeupe na kuandika ujumbe zetu maalum katika maeneo haya matatu ili tuweze kuikomboa taifa letu. Au ni kwa Katoliki. Na madhehebu mengine yoyote, wawe Waislamu, wawe madhehebu gani, au Wakristo wengine, makundi mengine, tuwaunge mkono wa Katoliki na tuwe wote kama Watanzania tuipiganie nchi yetu. Kwa sababu hatuwezi kuwa watu tunaosema tunamwamini Mungu, lakini tunamwamini Mungu tukiwa tunasema Mungu atushushie baraka wakati alishatupa mali zetu, alafu hizi mali zetu tunaenda kwa kugawia mataifa ya nje kwa kisingizio chochote kile, wakati tungeweza kutengeneza vijana wetu kama taifa wakasimamia hizo rasilimali, tukavuna na taifa likaenda mbele. Kwa hiyo ni vizuri wote tukasimama, madhehebu yote tukaungana na Wakatoliki wakituongoza, na wote tuvae nguo nyeupe kwa amani kabisa, tufanye maandamano hayo kwa ajili ya kutafuta ukombozi wetu wa pili. Lakini kipekee kwa watu wote, waumini wa dini zote, Waislamu na Wakristo, na kujua wako makundi ya watu mbalimbali, Waislamu na Wakristo, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiweka wao ibada, sala maalum, wakikesha, wakiomba. Waendelee kuomba na kuliombea ili jambo la maandamano liweze kufanikiwa, kwa sababu sisi tunaomwamini Mungu tunaamini kwamba hiki kinachofanyika ni mpango mzima wa Mungu katika kulikomboa taifa letu. Waendelee kuomba, na kila mtu yoyote Mtanzania mwenye imani yake kwamba Mungu wa mbinguni yupo, tuendelee kumsihi Mwenyezi Mungu ili kwa kitendo hiki cha wananchi kwenda kuanza ile siku tutaanza tarehe 9 pale Mbeya, iwe ni siku ya historia ya mabadiliko ya taifa hili, kwa sababu ninaamini kama ilivyoandikwa kwenye waraka ule wa Katoliki kwamba sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Kama kweli tutakuwa tumesimama na Mungu wetu na kuomba siku ile ikakamilika, ninaiona Tanzania mpya ikianzia pale. Na tusimame, wanaomba waombe, na kila mmoja wetu aendelee kuomba, hata huko Maria Space kwenye bunge la wananchi. Kila anaamini kwamba Mungu yuko hai aweke katika taratiba zake za sala zake za kila siku, kiombea siku hiyo ya maandamano ya tarehe 9 iweze kuwa siku ya historia ya kuandika mwanzo wa mabadiliko ya taifa hili.
Nije kwa vyama vya siasa. Vyama vyote vya siasa ambavyo vinaamini kwamba Tanzania ndio nchi yetu wa Tanzania wote, na hasa Tanganyika ambapo kwa sasa ambapo ndio kuna hili swala la bandari. Naomba Watanganyika wote kwenye maandamano yanafanyika Mbeya na kwingine kote katika sehemu ya Tanganyika ambao kwa swala hili la bandari, naomba wote kabisa tusimame, wote kabisa, wanasiasa wote, vyama vyote. Ninasema vyama vyote kwa sababu ninaamini kwamba kuna watu wanafikiria kwamba Chama cha Mapinduzi hakuna watu wanaumwa na swala hili. Wako mimi nimetembea sehemu nyingi, wako wana CCM wengi sana wanaumwa na swala hili la bandari. Wako wana CCM wengi pia sana wanaumwa na hali ya ilivyo kwa sababu ya kutokuwepo kwa katiba mpya, wapo. Kwa hiyo wale wote wanaumwa na jambo hilo. Wako wanaumwa sana na swala la wananchi kuporwa rasilimali zao, rasilimali ardhi, wapo. Ndio sababu nasema vyama vyote vya siasa, yaani tuache unafiki. Manake tatizo moja, kuna unafiki. Tukiacha unafiki, tushiriki vizuri kwenye maandamano haya, tukitambua kwamba taifa letu ni muhimu kuliko vyama vyetu vya siasa. Wala ambao wana vyama vya siasa wajue kabisa kwamba taifa hili, kuwepo kwa katiba mpya kwa ajili ya kuweza kuendesha siasa zetu vizuri na kupata uongozi wa nchi vizuri na kuweza kusimamia rasilimali zetu vizuri, ni jambo muhimu kuliko nafasi zetu, nafasi za wale wanaoamini kwenye siasa, kuwa diwani au kuwa mwenyekiti wa kijiji au kuwa rais au kuwa mbunge au kuwa waziri au kuwa chochote kile. Ni muhimu zaidi kutetea nchi yako ili wananchi wote wanufaike kuliko mtu kuwa na nafasi yake tu ya mbunge na vitu kama hivyo. Tukisimama namna hiyo na kila mmoja akitambua maandamano haya kwamba ni fursa ya kuileta Tanzania mpya, kwa sababu tunadai katiba mpya, tunadai mkataba mbovu ufutwe wa bandari, tunadai ardhi zetu zigawiwe watu ovyo. Wote tukisimama hivyo, wanasiasa na wasio wanasiasa na watu wote wenye dini zote, tutakuwa tumeitengeneza mwanzo mpya wa kutengeneza Tanzania mpya. Huo ndio wito wangu kwa vyama vyote vya siasa, lakini wito huo unakuja zaidi kwa vile vyama vinavyojitanabaisha kwamba ni vya upinzani sasa, kwamba haviko madarakani, vinatafuta madaraka. Hivyo ndio tunavitegemea visimame, na visimame vikiongoza kila mahali, kwamba vinatumia fursa hii ya maandamano haya kama mwanzo mpya wa kutengeneza Tanzania mpya, kama kweli na wenyewe nia yao ni kutengeneza Tanzania mpya. Shangazi Maria, sina jambo kubwa zaidi, lakini ambalo nalileta kwa wananchi wenzangu ambao ni wabunge katika bunge hili. Nadhani wengi wetu tulioko humu, naamini wengi ninapowasikia wanazungumza, hasa vijana, ninapata hamasa. Naomba ile hamasa ambayo nimesikia wakizungumza kwa mwaka mzima sasa, maana mwaka jana ndio nilianza kulalamika kukuambia hapa, dada Maria, nasikia vibaya na nimefika karibu miaka 70 lakini sioni vijana wakiamka. Lakini kwa muda wa mwaka mmoja nimeona vijana wengi walioko kwenye bunge hili na mpaka hao wanaoongoza maandamano wamenitia hamasa, nikapata hamasa kubwa sana. Naomba hao vijana waionyeshe hiyo hamasa kwa kwenda kwenye uzinduzi wa hayo maandamano ya Mbeya. Kila mwenye fursa yake atakayoipata kwenye haya kufungua hayo maandamano ya Mbeya, nadhani tukiwepo wananchi kutoka mikoa yote ya Tanzania itakuwa vizuri. Tena wanaoandaa pale Mbeya waweze kusema kabisa wanaotoka mkoa fulani eneo lao hili hapa, wanatoka mkoa fulani eneo lao hili hapa. Tuweze kuwaona vijana, watu wazima, hata wazee wakiwepo, kwamba wanaitetea taifa lao. Kwangu mimi nitafarijika sana, hata kuwepo kwangu katika kupigania nchi hii kwa miaka karibu sasa 70 nafika tangu nimezaliwa, lakini muda mwingi wa maisha yangu nikiwa natetea nchi yangu kwamba wote tuwe na hali sawa, nitakuwa nimefarijika sana. Na mimi naomba Mungu wa mbinguni anipe uzima niweze kushiriki kwenye huo uzinduzi. Nitajisikia vizuri sana kuwa mmoja wa washiriki katika kutafuta Tanzania mpya ambayo ni bora kwa Watanzania wote, vijana na wazee, watu wa rika mbalimbali, watu wa dini mbalimbali. Tunakutana kwa ajili ya kutetea Tanzania mpya, kutafuta Tanzania mpya. Nadhani hayo ndio machache nilikuwa naomba.
katika siku ya maandamano. Niwaombe kila mmoja asiogope maandamano. Na waambia wasiogope kwa sababu mimi nilishawahi kushiriki maandamano, sio mara moja, nilishawahi kuandamana kutafuta kuandaa maandamano sio mara moja. Kwa hiyo nina uzoefu huo. Kwa hiyo naamini kabisa ukiwa unasimamia kitu kizuri cha nchi, hakuna jambo lolote la kuogopa, na kila mmoja mwenye katiba aisome vizuri aweze kuona hivyo vifungu, ili anapokutana na polisi ambaye afahamu amuelemishe. Polisi wetu wana tatizo la kutopata muda wa kujielimisha kwa sababu hawana fursa nzuri kama sisi tunaweza kushiriki kwenye mabunge kama hivi au popote pengine. Unapokutana na polisi muelemishe. Usiashumu kwamba polisi anajua. Wengi hawajui, kama vile hata waandishi wa habari wengi hawajui. Kwa hiyo tunakutana ambao wanafanya hivyo tuwaelimishe. Sisi tulio kwenye Maria Space tujaribu kushiriki vitu hivi kwa vitendo. Yaani cha maandamano, kila mmoja wetu tunakutana wakati huo tuseme nani alioshiriki, alipata uzoefu gani? Nani alioshiriki, alipata uzoefu gani? Tusikie uzoefu na wote tujifunze. Nitashukuru sana kuona hicho kinatokea, na kwangu mimi nitakuwa nimesema Mungu amenisaidia nikawa hai, nikaweza kushiriki katika shughuli muhimu ya kutafuta Tanzania mpya ambayo ni bora kwa, atakuwa ni bora kwa Watanzania wote, wa rika lote, wa dini zote, wa vyama vyote, na Watanzania wote kutoka mahali popote Tanzania. Asante sana Speaker Maria.